Naitwa Brenda Maro, ni mtaalamu wa lishe Hospitali ya Taifa Muhimbili. Mgonjwa mwenye saratani ni vizuri tunashauri kitaalamu kuzingatia mlo kamili kwenye yale maandalizi ya chakula chake. Haijalishi anakula chakula ambacho kimeandaliwa kwa namna gani kulingana na anavyojisikia au hali alionayo. Tunashauri apate mlo kamili. Ule mlo ambao unajumuisha yale makundi yote ya chakula kwenye uwiano mzuri. Kundi la kwanza ni nafaka. Nafaka tunazifahamu ni vyakula vinavyotokana na mahindi, mchele, magimbi, ndizi, kuna mtama, ulezi, viazi mbatata, viazi vitamu na vyote vinavyofanana na hivyo. Kirutubisho kikubwa tunachokitegemea hapa ni wanga, na kazi yake kubwa mwilini ni kuupa mwili nguvu. Lakini tuna kundi lingine ambalo ni jamii ya wanyama pamoja na mikundekunde. Hapa mifano yake ni kama vile nyama. Kuna hizi nyama nyeupe kama kuku, samaki, dagaa, lakini zile mazalia ya hawa wanyama kama vile maziwa fresh, maziwa mtindi, lakini kuna mayai. Na hizi jamii za mikundekunde ni jamii za maharage zote kama tunazozifahamu, kama njegere, maharage, kunde, choroko, mbaazi. Ili kundi tunategemea sana vyakula vya kirutubisho cha protein. Yaani tunasema kazi yake kubwa ni kujenga mwili. Lakini pia tuna kundi lingine ambalo ni mboga mboga, hii ni kundi letu la 3, lakini pia na matunda, kundi letu la 4. Mboga mboga kama tunavyofahamu, kuna hizi tunazokula sehemu ya majani, yani kama mboga za mchicha, chainizi, tembele, hizi ambazo tunakula sehemu ya majani. Lakini kuna mboga tunda, tunasema ni kama vile biringanya, nyanya chungu, bamia. Mtu anapokuwa ametumia vyovyote kati ya hivi, tunasema kwamba amepata mboga mboga. Lakini matunda ni kama mapapai, machungwa, mananasi, maembe. Kulingana na msimu, mwaka mzima tunapata matunda mbalimbali. Kwa hiyo haya makundi mawili ni muhimu sana, kwa sababu kutoka kwenye haya makundi tunapata kiasi kikubwa cha vitamin na madini mbalimbali ambayo kazi yake kubwa ni kulinda mwili. Kwa hiyo kwa hawa wagonjwa wetu, kulingana na changamoto wanaoipitia, hiki ni kitu muhimu cha kuzingatia, kwa sababu pia kwenye haya matunda atapata na zile nyuzi ambazo pia zitamsaidia kwenye upande wa mmeng'enyo wa chakula, apate kupata choo vizuri. Lakini pia atapata na hivi vitu tunasema antioxidant kitaalam, lakini tunasema ni viuasumu ambavyo ni kitu muhimu, yani ni kiungo cha msingi sana kwenye upande wa matibabu ya saratani. Lakini pia kuna kundi letu la mwisho ambalo ni mafuta. Hili tunalihitaji kwa kiwango kidogo sana, lakini umuhimu wake, kitu muhimu tunachoshauri zaidi hapa ni atumie haya mafuta ya mimea zaidi, ambayo tunayapata kutoka kwenye jamii za karanga. Lakini pia na mbegu. Hapa sasa tunaongelea kama karanga, kuna jamii za hizi korosho, kuna lozi. Hizi mbegu kuna kama mbegu za flax, kuna kweme, kuna hizi mbegu za chia. Tunapata yale mafuta mazuri ambayo tunaita omega 3, ambayo pia yanasaidia sana kuisupport kinga ya mwili na kumsaidia mgonjwa wetu aweze kumudu yale matibabu.